Matumaini yangu ni kuwa umeamka salama salimini mpenzi msikilizaji. Saa 12 kamili hapa kwenye studio za Radio Kivu. Leo inakuwa ni Ijumaa tarehe 17 Aprili mwaka wa 2026 na kukaribisha kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka Radio ya kijamii Kivu. Uchambuzi wetu wa habari msikilizaji unakuwa ukigubikwa na kurasa mbalimbali. Unakuwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari kutoka sehemu mbalimbali, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Isaac Mulucha Ashibe jina langu mimi. Upande wa pili yuko Jean Makelele Kala Jaden wa utulivu na kualika kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Na sasa ni muda mzuri wa kusikiliza ukurasa wa habari muhimu ambako ninampisha mwenzangu Jean Makelele Ekala Jaden. Jean, karibu sana. Naam, bila shaka mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe. Leo kunako habari muhimu, tuanzie na hapa katika mji wa Baraka ambako uongozi wa mji wa Baraka umewataka raia kuwajibika kama ipasavyo kwenye kazi ya saa longo Ijumaa ya wiki tunayo kuanza saa 1 hadi saa 4 asubuhi. Kwenye habari ya kitaifa, serikali ya DRC na waasi wa M23 wamesaini makubaliano ya hatua ya awali kwa ajili ya utekelezaji wa ufuatiliaji wa usitishaji mapigano nchini DRC. Mwishowe ni huko Burundi. Kwenye habari ya kimataifa, waziri wa habari na mawasiliano nchini Burundi Gabi Bugaga amefariki April 16 mwaka wa 2026 kwa ajali ya gari maeneo ya Kivoga Rubirizi katika wilaya ya Ntahangwa mkoani Bujumbura. Mwenzangu Isaac naweka nukta. Asante sana Jean, na jikita ndani ya uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, nikianzia hapa mjini Baraka na habari za mahali ni kwamba raia wa mtaa wa Vodacom kata la Kalinga Side waomba kwa viongozi au uongozi wa kijeshi mjini Baraka kuondoa wanajeshi wa vikosi maalum wanaoitwa Hibu wanaopatikana maeneo hayo ambayo wananyanyasa raia kwa kuwapiga bila hatia na kuwanyang'anya simu zao mida ya usiku na hata kupiga risasi kiolela. Katika mazungumzo nasi, mmoja kati ya raia wa mtaa huu wa Vodacom amesema kuwa kwa sasa raia wa eneo hilo wanaishi katika wasiwasi mkubwa kutokana na manyanyaso ambayo wanajeshi hao wa kikosi maalum wa Hibu wanaendesha. Wanaomba kwa uongozi wa kijeshi mjini Baraka kuondoa wanajeshi hao kabla maafa hayajatokea. Nimekuja hapa kwenye Radio Kivu kutoa malalamiko yetu ili serikali tusikilize, kwa sababu mwei Avenue Vodacom munapanga zaidi ya wanajeshi 13 wa Hibu. Sasa wanatusumbua sana sana sana, kupiga vijana ovyo, kupora watu simu zao usiku, wao kwa wao kupigana, kutishiana maisha, wataua vijana, na kila wanapogombana wao kwa wao wanakimbilia silaha zao. Vivyo hivyo wanapiga risasi ovyo kila mara, kila saa, kila wakati. Na hali hiyo inasumbua, wanafikia hata kunyang'anya wazalendo simu zao, hawajali mtu. Ndio tunakuja kupeleka malalamiko yetu serikali inayotusikiliza, meya wa jiji, viongozi wa jeshi wataondelea hao wajeshi wanaopatikana hapa kwa Avenue Vodacom kabla maafa haijatangazika, kwa sababu yawezekana vijana wanaweza wakachoka kwa hali hii kama wameshachoka na wakazibiana katika risasi, na watakaokufa ni watu ambao wanahatia, ni raia. Ndio maana tunawaomba kabisa wanaotusikia, vitengo vyote vya usalama watuondolea wanajeshi wanaendelea kutunyanyasa, ni waibu. Hivi yapata wiki 3 sasa tangu wafike hapa, tunaelekea mwezi hivi. Ndio tunaishi au maisha hivi, watu wanaanza lala kabla hata saa 1 kwa kufia maisha yao na usalama mdogo. Tukiwa tu mjini Baraka ni kwamba shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka laomba kwa wazazi na watoto pamoja na raia wa mji wa Baraka kuwa makini na kutokuokota vitu kwenye majalala na sehemu zingine, kwa kuwa kwa sasa vifaa vya kuripuka au engins explosifs kwa kimombo vinaonekana kuwa vingi katika mji huu. Kwenye mazungumzo nasi, Abecha Kubuta Jojo Ngonda, mwenyekiti wa shirika la raia Sosiko RDC mjini Baraka, amesema kuwa huenda maafa yakawa mengi kwa upande wa raia kutokana na vifaa hivyo. Huyo ameomba kwa vyombo vya usalama kuanza harakati za kuchunguza vyombo hivyo ili kuepukana na maafa ambayo huenda kujitokeza mjini hapa.
Tunapenda kuambia raia wote wa jiji la Baraka na kando kando kwamba wakati Baraka wanajeshi walikuja wengi na wazalendo pamoja na polisi, kulikuwa ile wanaita manger explosif, zilitupwa nyingi sana, hata silaha zilizikwa, mateni kutupiwa, mabotine vile vile, na wengine walifikia kuuzisha silaha moja 10,000. Kwa hiyo inakuwa kwamba manger explosif zinakuwa zinaonekana katika jiji la Baraka. Kwa hiyo tunaomba wazazi wawe makini sana kwa kuambia watoto wasikwe wanaogota kila kitu. Waache kuwa wanaogota vitu vyote kwenye yalala, kwenye pori au kwenye shimo, kwa sababu uende wanaweza enda kulogota anje explosive, kwa mfano grenade au diton au ingine kitu yoyote ile inaweza katuma inahatarisha usalama wa watoto au wa raia kwa kufa haraka. Kwa hiyo ile tunawaomba sana wazazi wawe makini kwa kuambia watoto kwamba kuna maanje explosive ambapo zinazagaa katika jiji la Baraka, na kwa hiyo inabidi watu wawe makini sana kwa yote ambapo inaweza ikatokea, kwa sababu tuna wasiwasi kubwa watu kufikia kuumia, tuna wasiwasi kubwa watu kufikia kukufa kufatana na hiyo maanje explosive. Na tunaomba ma service de securite kamate majukumu sana kwa kusaidia pia kwa kuwa wanapita na kwa kuangalia zile maanje eneo ambapo tumepata kama ripoti, ambapo tutawapartaje maeneo ili waangalie namna gani wanaweza kufikia kusaidia juu ile manger explosive wao wanaziondoa, kwa sababu zisikue hatari au zisikue shida katika jamii katika jiji letu la Baraka. Msikilizaji, uongozi wa mji wa Baraka umewataka raia kuwajibika kama ipasavyo kwenye kazi za pamoja maarufu salongo zinazopangwa kufanyika Ijumaa hii ya tarehe 17 Aprili kuanza saa 1 hadi saa 4 asubuhi. Bwana Hasani Lolonga Kashmir, yeye anahusika na mawasiliano kwenye meya ya mji wa Baraka, amesema kuwa hakuna kazi yoyote ambayo inaruhusiwa kuendeshwa kabla kazi hizi za pamoja au salongo hazijamalizika. Kufatana na mpangilio wa salongo ile ilithibitishwa na communique ambayo meya wa jiji aliwahi kutoa msiku zilizopita za kusema kama salongo itakuwa nafanyika kila siku ya 5 kuanzia saa 1 mpaka saa 4. Kufatana na programu ya siku ya 5 ya hii wiki ambayo tunayo, meya wa jiji kupitia sauti yangu mimi communicateur wake ni kusema kama wa chef de quartier wote, wa chef d'avenue wanaomba kumobilize wa raia wote wa jiji la Baraka kwa kuparticipe kwa hiyo activite ya salongo ndani ya makata tofauti. Wafanyabiashara na pikipiki, kazi zote za kufanana na biashara zitaanza mpaka saa 4 wakati kazi za salongo zitaisha. Yani kazi ambazo zinarusika zitafanyika ile asubuhi itakuwa ikiwemo ni masomo. Wanafunzi watasoma kama kawaida, ila transport ya magari, mamoto itafanyika mpaka saa 4. Na wote ambao ataheshimia ile kauli basi atakuwa ni yeye mwenyewe na polisi wa protection civile et assainissement. Ndio ujumbe kwa raia ni kusema sisi wote tushikamane bega kwa bega kwa kusafisha jiji letu la Baraka, kwa kuwa hatuwezi tukategemea mtu mwingine wa pembeni aje kutusafishia jiji letu la Baraka. Ni sisi kwa sisi ambao tutachukua jembe, beshe, mpanga, sijui na kifajio kwa kusafisha jiji letu la Baraka kwa maendeleo ya kwa jumla. Tukielekea tarafani Fizi huko Misisi, msikilizaji, mashirika ya raia ndani ya sekta ya Nganja pa Misisi yaomba kwa viongozi wa jimbo la Kivu ya Kusini kuingilia kati juu ya mvutano uliopo kwa sasa kati ya idara mbili za serikali, DPMR pamoja na Mina, zidi ya waudhaji na wanunuaji wa dhahabu. Mvutano huo unaonekana kushamiri, kupamba moto kabisa siku hizi. Taarifa tunazo ni kwamba idara hizo mbili za serikali zimeweka bei tofauti na pesa zinazotozwa kwa wauza dhahabu wa sehemu zingine. Habari hii imehakikishwa naye Bwana Manase Blaise Zaunga ambaye ametoa picha ya hali ya sasa ilivyo huko Misisi. Service ya DPMR pamoja na Mina wanakuja kulipisha carte pour exploiter. Sasa kuna kuja tofauti carte pour exploiter mu province ya Sud Kivu ndani ya territory ya Chabunda. Zile carte zimeuzishiwa kwa $300, lakini kufika hapa zile carte wanataka kuziuzisha kwa $500. Sisi kama vile raia wa exploiter pamoja na wa negociador tunakataa, tuwezi tukalipa tofauti
na wandugu ambao tumewachangia nao jimbo moja, ila kama wandugu wa mine pamoja na gouverneur wakiwa wako tayari kusema vitu wengine wameleta hapo sawa. Ninyi kama vile shirika la raia, je, mmeshafanya uchunguzi ili kugundua kama hizo kauli ni za ukweli au namna gani? Tumefanya uchunguzi na mpaka sasa hivi na kuambia ndugu mtangazaji kwa presa la pui ambazo zinaonyesha kama wandugu wa serikali ya Shabunda wamenunua na wakati zingine wamenunua kwa dola 300, lakini hapa kuto wanapenda kutuzishia kwa dola 500 ndugu mtangazaji. Tuliwahi kuzungumza nao siku ambao wamefanya lancement ya transaction kuja kwetu, tukawaonesha hiyo na tukawaambia hatuko tayari kulipa dola 500 kama dola 300 kulipa kama vile wandugu tuko na mapre. Tunawaza labda ni kuonea sisi watoto wa Kikundi na watoto wa Fizi wametaka kutukamata kama sisi ndio tuko tofauti na wengine, lakini kwa sasa tumewaambia watu wa mine na DNR yaliyopita zamani hayatarudilia tena ndani ya teritoria Fizi, tutatumika kama zamani. Hivi raia iko macho kwa kutetea haki yao. Mtangazaji, kwanza ni huzuni kwa hao ndugu yetu. Tuna watu wa maservisi nataka kuwaambia tu kama wajikaze, tuheshimishe sheria. Hakuna mkongomani wa Shabunda, hakuna mkongomani wa Mwenga, hakuna mkongomani sijui wa watu. Sisi wote ni wakongomani na ni watoto wa jimbo la Kivu Kusini, tunakuwa ego devant sheria. Kwa hiyo tunawaambia waheshimu sheria na watembee kama vitu wametembea nafasi. Kama hivyo watatugeuza sisi watoto wa Nganja na sisi watoto wa Fizi tutageuka. Tukiwa tu tarafani Fizi, msikilizaji, shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi ya laumu ongezeko la makundi mengine ya kizalendo ndani ya sekta hiyo ambayo hayana umuhimu wowote. Hivyo ongezeko hilo linachukuliwa kuwa ni tishio na unyanyasaji tu kwa raia. Kwake Abedi Sumbi Abdul, kiongozi wa shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo, ameonyesha hapa hali ya Kilembwe ilivyo kwa sasa. Tunapeleka tena malalamiko kulingana na hali ambayo ziko napita ndani ya sekta ya Lulenge, na zaidi kwa wakuu viongozi wa wazalendo, kwa sababu wao wanashika silaha juu ya kutetea raia na mali yake yote. Na kuna message yenye ni numero 1 mzee William ya Kutumba iko natuma kila mara ya kusema kila mtu aende kufro, kila mzalendo aende kufro. Lakini leo sasa kia msangao tuko naona huko wakuu viongozi wa wazalendo kutoka huko vikundi mbalimbali, ni kijana kutoka huku tu kufika kule anapewa naye mashira nini, ale wende na wewe Lulenge. Huku kwenyana kia Lulenge ni kuja nyanyasa tu wa raia, kuja kama mambo ya matozo. Tumekwisha waambia sisi kuarifu wa vijana wetu wa huku wako na kamata silaha juu kutia mabariere waanze toza watu, na hiyo vitu viko naleta tatizo sana, liko aleta mchanganyiko sana. Kwa sababu gani? Hiyo mambo yatakuwa kila mara hivi na huku Lulenge hiyo mambo yanakatazwa kusudi ya kunyanyasa raia. Leo kunaonekana tena vikundi kingine ambacho kinakuja kinaongozwa na vya Mungu, aseme ni watu wa wazalendo wa nani wa mbavu moja, ha? Hivyo vikundi vitakuja lundamana Lulenge. Kuko nini? Lulenge hakuna fro. Na mzee William yuko nazungumuza kwa kila mzalendo aende kwenye fro. Wende kwenye fro Vilimani, wende kwenye fro. Fro inakuwa Lulenge. Kuko fro gani Lulenge? Kwa sababu raia anze tatizwa. Kuko fro gani ya Lulenge? Kwa sababu kijana tu anatoka huku Lulenge anafika huko na anapewa masira anakuja nazo huku Lulenge. Huku Lulenge anakuja fanya fro gani? Bali ni kuja nyanyasa tu raia. Si mara 10 waanze fanya hivi kama wanapenda mtoto ambaye anapaswa tumika. Wanauliza wakuu viongozi wa sekta na washefu kutimia de groupement basifu de village, wanaonyesha watoto ambao watatumika nao. Na Lulenge ilikaa chini ikasema ya kwamba haitaki tena kijana yoyote wa kutoka Lulenge kuja huko na anapewa silaha ashuke Lulenge. Leo hivi wao ambao wanakuja nao tena hiyo group yenye kuongozwa na vya Mungu, na inatia tena bariere nyingine ile fasi ambayo kulikuwa Kazoni. Hivyo vitu kabisa binaeleweka. Hivyo vitu hata nyinyi wakuu viongozi wa wazalendo wenye kupatia wa vijana masiraha na notification, mnawazia Lulenge kitu gani? Hiyo ndio lalamiko la raia. Ilikuwa ya muhimu hao ambao wako natuma wa vijana huku wawarudishe tena, waje wapande kumafront, waache raia na amani.
Na sasa ni ukurasa wa habari za michezo ambako tutaenda kumsikiliza Omari Makelele Ozile. Kabla sija kupisha Omari, ni kwa niwaambie wasikilizaji kwamba draw ya UEFA Champions League huko Ulaya, hatua ya nusu finali tayari imefahamika, ambako tarehe 28 Aprili Paris Saint-Germain watamenyana dhidi ya Bayern Munchen, na tarehe 29 Aprili Atletico Madrid watakuwa dimbani dhidi ya Arsenal the Gunners. Tuambie mengi Omari. Na barabara kabisa mwenzangu Izake Mulucha Ashibe. Leo katika habari za michezo, mgongoni na valia namba 6 yake mchezaji Eduardo Camavinga wa klabu ya Real Madrid. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika nchi ya DRC, ni kwamba vilabu 8 ndivyo vimefuzu hatua ya play-off katika ligi kuu hapa nchini DRC maarufu Linafoot, baada ya kumaliza hatua ya makundi. Bingwa wa msimu wa 2025-2026 DRC atapatikana katika mechi za mchujo. Vilabu hivyo 8 vilivyopata fursa kucheza michuano ya play-off ni pamoja na Tupuisa Mazembe Anglebert ya Lubumbashi, Saint Eloi Lupopo ya Lubumbashi, CS Don Bosco ya Lubumbashi, AS Simba ya Kolwezi, Les Aigles du Congo ya Kinshasa, FC Celeste ya Kinshasa, AS Manyema Inyo ya Kindu pamoja na AS Vin Club kutoka Kinshasa. Na kungineko katika nchi jirani ya Tanzania ni kwamba kamati kuu ya shirikisho la soka kambini Nyarugusu Efren imetupilia mbali barua ya kukata rufaa iliyowasilishwa na klabu ya JS Bilombe kupinga maamuzi yaliyotolewa na baraza la nizamu kuhusu tukio la mashabiki wa klabu ya RS Sport ya kumpiga mchezaji wa klabu hiyo Kabwe Raimo alipoomba ruhusa ya kwenda kujisaidia wakati wa mechi baina ya klabu hizo mbili. Katika barua iliyotolewa tarehe 16 Aprili 2026, kamati kuu ya Efren imesema imedhibitisha kupokea na kutupilia mbali barua ya kukata rufaa iliyowasilishwa na JS Bilombe mnamo Aprili 15 kuhusu mechi ya robo finali ya ligi ya umoja ya wakimbizi daraja la kwanza iliyopigwa kwenye dimba la Zone 14 kati ya JS Bilombe dhidi ya RS Sport. Kwa msingi huo na kwa kuzingatia uzito wa ushahidi uliopo, kamati kuu ya shirikisho la soka kambini Nyarugusu imeidhinisha maamuzi yaliyotolewa na baraza la nizamu, ikisema ni maamuzi sahihi na ya haki. Na kungineko kule katika bara la Ulaya sasa ni kwamba kisha hatua ya robo finali kuweza kutamatika katika michuano ya UEFA Champions League katika bara la Ulaya, hatimaye sasa timu 4 tayari zimefahamika ambazo zitaweza kucheza hatua ya nusu finali katika michuano hiyo. Timu hizo ni pamoja na Paris Saint-Germain ya Ufaransa, Arsenal ya Uingereza, Bayern Munchen ya Ujerumani pamoja na Atletico Madrid ya Uhispania. Draw iko kama na hivi: Paris Saint-Germain watawapokea vijana wa Bayern Munchen tarehe 28 na Atletico Madrid watawapokea vijana wa Arsenal tarehe 29 Aprili 2026 katika hatua ya awali, na mkondo wa marudio utapigwa tarehe 5 na tarehe 6 mwezi Mei. Tusubirie tone itakuwa namna gani. Klabu ya FC Barcelona hapo nchini Uhispania imefikia makubaliano ya mdomo kuongeza mkataba wa kocha wake mkuu Hansi Flick hadi mwaka 2028. Mkataba huo ambao unaongeza mwaka mmoja zaidi kwa mkataba wake wa sasa ambao ungeisha mwaka 2027 ulikamilishwa kufuatia mazungumzo baina ya klabu ya Barcelona pamoja na wakala wa kocha huyo ambaye ni Pini Zavai. Upanuzi huo wa mkataba utambakiza Hansi Flick Barcelona hadi mwaka wa 2028 mwezi Juni tarehe 30. Ni rasmi sasa mchezaji wa timu ya taifa ya Portugal na klabu ya Man City hapo nchini Uingereza Bernardo Silva amedhibitisha kuwa ataweza kuondoka Manchester City mwishoni mwa msimu huu. Mshambuliaji wa klabu ya FC Barcelona na timu ya taifa ya Brazil Rafinha amewaomba radhi mashabiki wa klabu Atletico Madrid na wapenzi wote wa soka kwa jumla kufuatia tamko lake alilolitoa baada ya mchezo wa UEFA Champions League kutamatika kati ya Atletico Madrid dhidi ya Barcelona, ambao Barcelona waliweza kuangushwa nje ya mashindano ya UEFA Champions League. Pamoja na kuomba msamaha, Rafinha amefungiwa mechi 3 na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kwa kosa la kuzungumza maneno yaliyotafsirika kama utovu wa nizamu baada ya mchezo huo.
Asante sana Omari Makelele Ozil kwa kuwasilisha ukurasa wako huo wa habari za michezo. Msikilizaji, na kukumbusha tu kwamba hii ni redio ya kijamii Kifo. Tunakuwa katika uchambuzi wa habari na tunakutangazia mubashara kutoka jiji la Baraka na tushika kunako masafa ya FM kwenye mita bendi ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze huko jimboni Ituri ambako operation ya pamoja iliyofanywa nalo jeshi la taifa FARDC na lile la Uganda UPDF imefanikisha kuwaokoa raia 96 kutoka mikononi mwa wahasi wa ADF ndani ya muda usiozidi masaa 44 tarafani Mambasa jimboni Ituri mnamo Alhamisi hii ya tarehe 16 Aprili. Kulingana naye Bwana Ramsi Malikidogo, yeye ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu wilayani Mambasa, amesema kuwa miongoni mwa mateka waliookolewa kuna wale waliotekwa kwenye shambulio la tarehe 28 Machi katika senta ya Bengasoli na Mabuku kwenye sultani wa Babila Bakwanza. Aidha, mtetezi huyo wa haki za binadamu amehimiza uratibu wa muungano wa FARDC UPDF kufuatilia waasi hadi mwisho ili kuhakikisha usalama na amani ya kudumu inarejelea raia. Adui ADF ameweza kutapika watu 96 ndani ya maofasive ambazo zimekuwa mene na koalisio FARDC UPDF ndani ya territory Mambasa, zaidi sana Mushefere Babila Bakwanja. Tangu atake ya 28 Mars mwaka huu tunao adui aliweza kuteka nyara watu pale mjini Mabukulu na Bengasuli, akaweza kuteka plus de 400 personnes, akaweza kuwaprendre en otage, akaenda nao porini. Na kwa maofasive ambazo zimekuwa menenda na territory Mambasa, Mushefere Babila Bakwanja, arme yetu FARDC na wasaidizi wa UPDF wameweza kutosha mumukono ya adui 96 personnes wenyewe wamekuwa libere kwa sasa. Muma ataki ambazo zilikuwa mene jana kulikuwa libere 42 personnes na leo kumekuwa libere 54 personnes. Leo siku ya 4 Mushefere Babila Bakwanja mu groupement Bayaku. Tunashukuru sana kwa hiyo maoperation ambazo zimeendeshwa ndani ya hiyo sheferi na mu groupement hiyo. Tutaendelea tena kusi wakubwa wa serikali waweze kumene maoperation porque adui waweze kutapika wale watu wote ambao wameweza kuteka nyara, nitakuwa kitu cha maana. Na kwenye habari ya kitaifa, msikilizaji, serikali ya DRC na waasi wa M23 wamesaini makubaliano ya hatua ya awali kwa ajili ya utekelezaji wa ufuatiliaji wa usitishaji mapigano nchini DRC. Waasi watakuwa na uwakilishi sawa na serikali ya Kongo katika uratibu huo unaosimamiwa na mkutano wa nchi za maziwa makuu. Undani wa taarifa hii ninampisha Safari Alimasi Dilwe. Ndio, vyanzo mbalimbali vinavyofanana vilivyoripotiwa na vyombo vingi vya habari vya Kongo na Rwanda vimethibitisha kuwepo kwa makubaliano haya mapya. Uswisi ambayo imekuwa wenyeji wa mazungumzo haya tangu Jumatatu katika eneo lililohifadhiwa siri karibu na Montreux, iliwakilishwa wakati wa utiaji saini na naibu mkuu wa kitengo cha amani na haki za kibinadamu, kulingana na picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na waandishi wa habari wa Kongo. Uswisi inatoa utaalamu wake kwa pande zinazohusika katika mzozo huu pamoja na wapatanishi kutoka Qatar na Marekani. Mfululizo huu wa 9 wa mazungumzo uliandaliwa karibu na Montreux kutokana na alitete iliyopo katika Mashariki ya Kati. Mwaka uliopita huko Doha, makubaliano ya mfumo wa awali yalifikiwa. Baadaye itifaki mbili zilitiwa saini kuhusu kuachiliwa kwa wafungwa na ufuatiliaji wa usitishaji mapigano. Makubaliano mengine yalithibitishwa mwezi Desemba uliopita huko Washington na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda ambayo inaunga mkono waasi wa AFC M23. Lakini mwaka huu vurugu zinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa M23 walikuwa wamekubali kujiondoa katika mji wa Uvira waliokuwa wameuteka kwa sharti kwamba kikosi kisichoegemea upande wowote kisimamie usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, baadaye waasi walishutumu jeshi la Kongo pamoja na makundi yake, hususan wazalendo, kwa kuvamia eneo hilo. Makubaliano ya Jumatano yanapanga kwamba uratibu wa pamoja wa kudhibitisha usitishaji mapigano unaongozwa na nchi za maziwa makuu utaundwa kwa uwakilishi sawa kati ya mamlaka za serikali na M23. Umoja wa Mataifa pia unashirikiana na mfumo huo. Vurugu za mwanzoni mwaka 2025 katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia
Kidemokrasia ya Kongo zilisababisha maelfu ya vifo baada ya waasi wa M23 kuchukua udhibiti wa mji wa Goma na miji mingine kadhaa. Takriban watu milioni 1 walilazimika kuhama makazi yao. Baadaye ujumbe wa uchunguzi wa Umoja wa Mataifa ulitathmini kuwa waasi hao walitekeleza vitendo vinavyoweza kuchukuliwa kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwa upande mwingine, jeshi la Kongo pamoja na washirika wake walikumbwa pia na tuhuma za kutekeleza vitendo vinavyofanana na uhalifu wa kivita. Tume ya kimataifa ya uchunguzi inapaswa kuendelea na uchunguzi huo, lakini bado haijaanza kazi zake kutokana na ukosefu wa fedha katika Umoja wa Mataifa. Msikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Na kwenye habari za kimataifa huko Burundi, msikilizaji, waziri wa habari na mawasiliano nchini Burundi Gabi Bugaga amefariki dunia Aprili 16 ya mwaka huu kwa ajali ya gari kumradhi maeneo ya Kivoga Rubinzi katika wilaya ya Ntahangwa mkoani Bujumbura nchini Burundi. Radio Kivu Burundi tunajiunga na mwenzetu wa huko Bukuru Elias Daniel. Waziri wa habari na mawasiliano wa Burundi Gabi Bugaga amekutwa akiwa amefariki dunia Aprili 16, 2026 baada ya kukutwa akiwa ndani ya gari katika shamba la mishikichi lililopo Kivoga eneo la Rubirizi katika wilaya ya Ntahangwa mkoani Bujumbura. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, mwili wake ulipatikana akiwa peke yake ndani ya gari bila dereva wala mlinzi wake wa karibu. Pia inaripotiwa kuwa gari hilo lilikuwa na dalili za kuharibika, hali ambayo imezua maswali kuhusu mazingira ya tukio hilo. Serikali ya Burundi ilimteua Gabi Bugaga mwaka 2025 kuwa waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari katika mabadiliko mapya ya uongozi wa sekta ya habari na mawasiliano nchini Burundi. Bugaga ambaye anatoka katika eneo la Muhuta mkoa wa Bujumbura alikuwa mtaalamu mwenye uzoefu mpana katika masuala ya mawasiliano ya umma na uandishi wa habari, ambapo alisomea sayansi ya mawasiliano katika chuo kikuu cha Limie cha Bujumbura kabla ya kuanza kazi katika vyombo vya habari vya umma. Katika hatua za awali za kazi yake alifanya kazi katika vyombo vya habari vya taifa, ambapo alijijengea sifa kama mwandishi na mtaalamu wa mawasiliano. Mwaka 2013 akitunukiwa tuzo na Baraza la Kitaifa la Mawasiliano CNC kutokana na makala yake iliyohusu juhudi za upandaji miti katika eneo la Butihinda baada ya uharibifu wa mazingira uliosababishwa na uchimbaji holela wa dhahabu. Baadaye alihamia katika nafasi ya mawasiliano ndani ya taasisi za serikali, akihudumu kama msemaji wa bunge la Seneti, kisha mkuu wa mawasiliano katika Seneti na baadaye kwa msemaji wa spika wa bunge la Seneti. Mnamo Disemba 2023 aliteuliwa kuwa kamishina katika tume huru ya taifa ya uchaguzi seni, ambapo alisimamia masuala ya ugavi na maandalizi ya uchaguzi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na ni hadi hapo ndipo ninafikisha tamati kabisa uchambuzi wa habari kwa asubuhi ya leo. Shukrani tumbitumbi kwa wenzangu wote walionisaidia kuandaa uchambuzi huu. Shukrani belele kwa fundi rubani wangu ambaye ni Jean Makelele Kala Jaden. Na msikilizaji, natoa shukrani za dhati pia kwako wewe uliyechagua Radio ya Kijamii Kivu kama kituo bora cha habari. Isaac Mulucha Ashibe ni jina langu mimi. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza katika uchambuzi huu wa habari nasema asante na salamu alaikum.